ambapo wananchi wa Kitinga tu robo finali ya michuano ya CRDB goli 2-0 mbele ya Songea United. Ushindani lakini pia namna ambavyo walikuja Songea umewatazama. Kwa level ya Songea walikuja kwa ushindani zaidi. Walipambana vya kutosha kuhakikisha na wao wanaibuka washindi. Lakini kwa sababu walikwenda kupambana na timu kubwa yenye wachezaji wenye uzoefu mkubwa, basi mwisho wa siku matokeo yatoka hivyo 2-2. Lakini mechi ilikuwa ni nzuri kwa level ya Songea United, kwa level yake ilipambana, lakini sasa ilienda kukutana na timu yenye uwezo mkubwa na wachezaji wenye uzoefu mkubwa. Kiwango cha Young Africans unakizungumziaje leo? Kwa mchezo wa leo wamejitahidi kwa nafasi yao, lakini walitengeneza nafasi nyingi sana. Mwisho wa siku katika hizo nyingi waliweza kuscore nafasi 2. Lakini yote mchezo wote una matokeo matatu: kushinda, kudraw na kufungwa. Wao wameondoka washindi leo. Basi mara mwisho tulikutana kwenye uchaguzi wa mwenyekiti wa soka wilaya Kinondoni. Tuambie mara baada ya uchaguzi nini kinaendelea, lakini pia harakati nyingine za kukuza soka la vijana hususan kwenye wilaya. Mpango mkakati wa mpira katika mkoa wa Kinondoni kimpira ni kuhakikisha vijana wote walio ndani ya mkoa wa Kinondoni wanakwenda kucheza mpira, wale wenye vipaji na wanaohitaji mpira. Kama chama cha mpira miguu Kinondoni KIFA kimekuja na mikakati mikubwa kupitia mwenyekiti wake wa soka Mheshimiwa Nurdin Yusuf, kwamba tutaandaa mkakati mkubwa wa kutembelea kila kituo kinacholea watoto ili tuweze kuvuna watoto wengi na baadaye waje kwa matumizi sahihi kwa ajili ya taifa letu katika soka la nchi hii. Watu wawe tayari kwa hili. Vijana watu wawe tayari, kwa sababu tuna viongozi wazuri ambao wana maono na wanaohitaji mpira uchezwe katika taifa hili. Kupitia wilaya Kinondoni tutarajie kuvuna vijana wengi ambao watawakilisha taifa katika ligi mbalimbali za nchi hii. Shukrani. Asante sana.